Mamlaka. Alisema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza kawaambia nimepewa mamlaka zote mbinguni na duniani. Kwa nini aliwaambia habari za mamlaka na kwamba amepewa mamlaka hizo? Kwa sababu zipo mamlaka zinazozuia makusudi yote ya Mungu katika dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akitupa neema, siku moja nitafundisha kuhusu habari za mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Wakristo wengi wanaposoma kitabu cha Waefeso wanasema kupambana kwetu sio juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme, juu ya mamlaka, juu ya wakuu wa giza, juu ya majeshi ya mapepo mabaya kwenye ulimwengu wa roho. Wanapozitaja mamlaka katika neno hilo, hawajui hizo mamlaka ni mamlaka gani na zinatendaje kazi katika dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Zipo falme, zipo mamlaka. Sasa mamlaka ndiyo zina majukumu katika mgawanyo wake wa utendaji kazi wa shetani. Mamlaka ndiyo zimepewa majukumu ya kudhibiti watumishi wote wa Mungu wasifundishe yale mambo ambayo wanayotakiwa wafundishe watu katika dunia hii. Na hizo mamlaka zimefanikiwa kwa kiwango kikubwa katika dunia hii kuigeuza Injili na kuwafanya watumishi wengi wa Mungu hapa duniani wasifundishe kweli ya Mungu. Na unapoona mtumishi yoyote ambaye amesimama na kufundisha kweli yote ya Mungu, ujue ya kwamba mtumishi huyo amezishinda hizo mamlaka. Huwezi ukazishinda mamlaka bila kuzijua mamlaka hizo na jinsi zinavyotenda kazi katika dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika kazi hii ambayo Bwana Yesu ametupa ya kuihubiri Injili ya kweli katika ulimwengu huu, kwanza ni lazima uzijue mamlaka hizo. Kwa hiyo unapokuwa mtumishi wa Mungu, umeitwa kwa ajili ya kuifanya kazi ya Mungu hapa duniani, jua ya kwamba kama hujafundishwa na kuzijua mamlaka hizo na jinsi gani zinavyotenda kazi na jinsi gani unavyoweza kuzidhibiti ili uweze kuileta Injili ya kweli hapa duniani, inamaanisha kwamba katika lile jambo ambalo Mungu amekuitia halitatimia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini watumishi wengi wa Mungu leo wanashindwa kufanya yale ambayo Mungu amewaagiza kuyafanya? Kwa sababu hawajui kwamba zipo mamlaka zinazozuia. Bwana Yesu asifiwe. Wapo watu wengi leo hii, wengine ni manabii, wengine ni mitume, wengine ni wachungaji, wengine ni wainjilisti, wengine walimu na maaskofu. Wapo wana makanisa makubwa tena sana, lakini hawana jeuri ya kuileta Injili yote ya kweli kama Bwana Yesu alivyoagiza. Kwa nini wanakosa uwezo huo na ujasiri huo? Kwa sababu mamlaka zimewazuia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Natamani nizungumze juu ya mamlaka. Natamani nifundishe jinsi ya mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Natamani niziweke wazi mamlaka za shetani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nikianza kuzungumza, somo litazaa somo ndani ya somo tena. Kwa hiyo kwa leo tunaishia hapo. Lakini Bwana Yesu aliwaambia kina Petro, nimepewa mamlaka zote
mbinguni na duniani. Basi Bwana Yesu akasema basi, inamaanisha kwamba basi hakuna kitakachoweza kuzuia. Kama Bwana Yesu amepewa mamlaka zote mbinguni na duniani, na wewe unapokuwa mtumishi wa Mungu, kama umepewa mamlaka hizo za mbinguni na duniani, na ndio maana Bwana Yesu akajua kabisa nikiwatuma hawa hawatafanikiwa, akampa Petro mamlaka ya mbinguni na duniani. Baadaye akawapa mitume yote mamlaka hizo, akasema ya kwamba lolote mtakalolifunga duniani litakuwa limefungwa na mbinguni, lolote mtakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo hii wapo watumishi wa Mungu wengi wanasimama na neno hilo, lakini wakifunga hapa duniani mbinguni hawafungi. Bwana Yesu asifiwe. Wakifungua hapa duniani mbinguni halifunguliwi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu wakifungua, Bwana Yesu asifiwe, kule mbinguni kwa Mungu wanafungua. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mbinguni kwa shetani wanafunga. Zipo mbingu za shetani na zipo mbingu za Bwana Yesu, na zote ziko juu. Bwana Yesu asifiwe. Kabla mambo yako unayoyaomba hayajafika katika mbingu za Bwana Yesu Kristo, katikati ipo mbingu ambayo Lucifer anakaa. Wapo mapepo, yapo majini yanayoitwa wawindaji. Kazi yao ni kuwinda maombi. Wao wanapotanua mabawa yao namna hii, maombi yako yanapopita, yanapokwenda, kuna muda mwingine maombi yako hayawezi yakapenya kwa sababu yanazuiliwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Bwana Yesu aliwaambia lolote mtakalolifungua hapa litafunguliwa na kule. Bwana Yesu asifiwe. Lolote mtakalolifunga hapa na kule litafungwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ili utakachokifunga wewe hapa duniani kiweze kufungwa na mbinguni na kiweze kutokea, kwa sababu tunachotaka sisi ni matokeo. Sisi hatutaki tumwombee mgonjwa tuseme kwa jina la Yesu umepona, alafu bado aendelee kuumwa, na wakati katika ulimwengu wa roho kweli amepona. Bwana Yesu asifiwe. Tatizo ni mamlaka. Zipo mamlaka kazi yake ni kuhamisha kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Bwana Yesu akawaambia kina Petro, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi maana yake inatosha, hakuna chochote kinachoweza kuzuia. Kwa hiyo watumishi wa Mungu, lile neno basi maana yake wasiongeze mbwembwe zingine, wasiongeze mitishamba, wasiongeze uchawi, wasiongeze jambo lolote, kwa sababu Yesu mwenyewe na neno lake anatosha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu akasema, basi enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri, mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina moja ambalo hilo jina ndilo jina la Baba, na jina hilo ndilo la Mwana, na jina hilo ndilo la Roho Mtakatifu. Enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Lipo jina moja ambalo Wakristo wote wanatakiwa wabatizwe kwa jina hilo. Bwana Yesu asifiwe. Jina hilo ndilo la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Jina hilo waliopewa maagizo ya ubatizo kina Petro, walipopokea Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste, wakalijua jina hilo la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ambalo jina hilo ni jina la Bwana Yesu Kristo. Ndiyo maana wakawaambia wale wakuu wa makuhani na Mafarisayo wote waliozunguka siku ile ya Pentekoste,
Wakawaambia, enendeni nyote mkabatizwe kwa jina lake Bwana Yesu Kristo ili mpate ondoleo la dhambi. Walilitaja jina hilo la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu kwamba ni jina la Bwana Yesu Kristo. Na ndiyo maana kina Petro walivyokuta watu wote ambao hawajabatizwa kwa jina hilo, wakawabatiza kwa jina hilo. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii wapo maaskofu, wapo mitume, wapo manabii, wapo wachungaji, wapo wainjilisti na walimu na maaskofu ambao hawajabatizwa kwa jina hilo, nao hawajawabatiza watu kwa jina hilo. Kwa hiyo watu wote, kama Petro alivyosema, enendeni nyote mkabatizwe kwa jina lake Bwana Yesu Kristo. Na leo hii ninawaagiza, enendeni nyote mkabatizwe kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Hayo ndiyo mafundisho walioyafundisha mitume. Hayo ndiyo mafundisho walioyafundisha kina Petro na kina Paulo. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana Yesu Kristo. Ubatizo ni kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Usiende ukabatizwa au ukaenda kumbatiza mtu ukisema nakubatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Nakubatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa nini wewe askofu unaogopa kulitaja hilo jina? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini wanaogopa kulitaja? Hebu jiulize, kwa nini wanaogopa kulitaja? Kwa nini wachungaji wengi leo wanapokwenda kubatiza watu hawalitaji jina la Bwana Yesu? Kwa nini? Na neno la Mungu liko wazi, linasema ya kwamba katika kila jambo, katika kila neno na katika kila jambo lifanyeni hivyo kwa jina la Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Bwana Yesu aliagiza wakawafanye mataifa kuwa wanafunzi, wasiende kuwafanya mataifa kuwa makutano. Kwa hiyo mataifa, watu wote wanatakiwa wafanyike kuwa wanafunzi, sio makutano, kwa sababu Bwana Yesu hakuagiza mitume wakawafanye mataifa kuwa makutano, kwa sababu Bwana Yesu hana shida na makutano, anahitaji wanafunzi. Na ndio maana tukasoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 5, sehemu ambapo Bwana Yesu alianza kuyafundisha yale yote ambayo aliwaamuru mitume. Habari hizo za mafundisho ya Yesu zilianzia Mathayo sura ya 5. Bwana Yesu asifiwe. Yeye mwenyewe alipokwenda aliwakuta makutano. Bwana Yesu akufumbua kinywa chake, akapanda mlimani, akaenda kuketi. Lakini alipoona wanafunzi, ndipo alipofumbua kinywa chake, akaanza kuwafundisha. Kwa hiyo Bwana Yesu huwa aneni na makutano, bali ananena na wanafunzi. Nilisema mara ya mwisho, wapo watumishi wa Mungu makutano leo hii. Wapo mitume makutano, wapo manabii makutano, wapo wachungaji makutano, wapo wainjilisti makutano, wapo walimu makutano, wapo maaskofu makutano, wapo. Leo hii tunaposoma habari za kina Petro, tunazidi kusema wale wanafunzi wa Yesu, wale wanafunzi wa Yesu. Sehemu nyingine tunasema wale mitume wa Yesu, wale mitume wa Yesu. Kwa nini mpaka leo tunawaita wanafunzi na mpaka leo tunawaita mitume? Kwa sababu walikuwa mitume wanafunzi. Mitume wanafunzi ni wale wanaoyafundisha yale yote ambayo Bwana Yesu ameagiza. Wachungaji wanafunzi kwanza wako tayari kufundishwa na wanayafundisha yale yote ambayo Bwana Yesu ameagiza. Leo hii unapokutana na mtume yoyote au nabii yoyote ambaye hayuko tayari kufundishwa neno la Mungu, ujue huyo ni mtume makutano, huyo ni nabii makutano, sio nabii mwanafunzi au mtume mwanafunzi kama walivyokuwa kina Petro. Kwa hiyo leo katika nyumba ya Mungu tunao watumishi wa Mungu ambao ni makutano. Makutano sio kondoo tu,
hata watumishi wa Mungu wapo makutano. Ndiyo maana hawayafundishi yote ambayo Bwana Yesu ameagiza. Ndiyo maana hawakubali kufundishwa. Kazi yao ni ubishi, wanabishabisha tu. Ukiwaambia ubatizo ni jina la Bwana Yesu Kristo, wanakuambia hata ukisema jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, yote ni sawa tu, ni sawa tu. Ukitoa sadaka yako kwa siri, ukitoa kwa wazi, yote ni sawa tu. Kwa nini wanasema yote ni sawa? Wanajaribu kutuambia kweli zipo mbili, wakati kweli iko hii moja. Kweli ni moja tu, hakuna kweli mbili. Unapokutana na jambo lolote, alafu neno la Mungu linasema hivi, mtu mwingine anapokuletea neno la Mungu anasema neno la Mungu pia linasema hivi, kwa hiyo hii na hii yote ni kweli, ujue hapo kuna jambo limepotoka. Bwana Yesu asifiwe. Kweli iko moja tu. Ndio maana Bwana Yesu akasema, mimi ndimi kweli, mimi ndimi njia, mimi ndimi kweli na mimi ndimi uzima. Mtu yoyote hawezi kuja kwa Baba isipokuwa kwa njia ya, sio kwa njia za, kwa njia ya mimi. Maana yake njia yeye ni moja, yeye ndio njia, yeye ndio kweli na yeye ndio uzima. Hamna uzima mwingine tofauti na Yesu, hamna njia nyingine tofauti na Yesu, na hamna kweli nyingine tofauti na Yesu. Kwa hiyo kweli ya Mungu iko moja. Bwana Yesu asifiwe. Kama kweli iko moja, basi ubatizo upo mmoja wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini nazungumziaga sana ubatizo? Kwa sababu ubatizo ni msingi wa Mkristo. Ubatizo upo mmoja, ambao ubatizo huo walibatiza mitume na manabii waliopewa maagizo na Bwana Yesu Kristo. Ndio maana kina Petro walibatiza kwa jina la Bwana Yesu Kristo, kina Paulo walibatiza kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Leo hii anapotokea nabii yoyote au mtume yoyote, anapobatiza, anapokuambia na kubatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, bila kulitaja jina hilo la Bwana Yesu Kristo kama walivyofanya kina Paulo na Petro, ujue huyo amelaaniwa. Kwa sababu neno la Mungu linasema mtu yoyote atakapowaletea injili nyingine tofauti na hii, awe mwanadamu awe malaika, mtu huyo amelaaniwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ubatizo uko mmoja tu wa jina la Bwana Yesu Kristo, na kuzamishwa ni mara moja tu, kwa sababu Kristo alikufa mara moja na alifufuka mara moja, na ubatizo unawakilisha kufa na kufufuka na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana mitume baada ya kufanya jambo hilo walisema ya kwamba yupo Bwana mmoja, imani moja na ubatizo mmoja. Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja. Ubatizo mmoja tu wa jina la Bwana Yesu Kristo mtoni kwenye maji mengi tena yanayotembea. Ubatizo huu mmoja tu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana leo hii unapomchukua mtumishi wa kweli wa Mungu ukimpeleka China, atakutana na mchungaji wa China ambaye naye kama ni mkweli, naye ni mchungaji wa kweli wa Mungu, wataongea neno moja kama mitume zamani walivyoongea neno moja. Kina Petro na Paulo walikuwa hawapingani. Anachosema Petro na Paulo ndio hicho hicho, kwa sababu wote walikuwa wamekaa kwenye neno la Mungu. Lakini leo hii chukua kanisa hili, chukua na kanisa lingine la mchungaji mwingine, waweke, alafu waambie jamani, ubatizo sahihi ni upi? Wengine watasema unazamisha watu mara tatu, unasema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wengine watasema unazamisha watu mara moja, unasema kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, unazamisha mara moja. Bwana Yesu asifiwe. Alafu wapo wale wa kweli wa Mungu wanasema ubatizo ni kwa jina la Bwana Yesu Kristo na ukuzamishwa ni mara moja.
Bwana Yesu asifiwe. Unajua kwa nini wanajichanganya, wanazamisha watu mara 3 wengine mara 7? Kwa sababu hawajalijua jina wanalotakiwa kubatizia. Ukilijua jina ni moja tu la Bwana Yesu Kristo, utamzamisha mtu mara 3, utasemaje sasa? Utasema na kuzamisha kwa jina la Yesu, na kuzamisha kwa jina la Yesu, na kuzamisha kwa jina la Yesu. Huwezi ukafanya hivyo. Lazima utasema mara moja na kuzamisha kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Lakini wewe kama hujalijua jina hilo bado, ndio pale utakapochanganyikiwa. Utasema na kubatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Utazamisha watu mara 3. Wengine wanasema kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu na kuzamisha. Kubatiza ni kuzamisha. Unapomwambia mtu ninakuzamisha, yaani ninakubatiza, maana yake ninakuzamisha. Kwa hiyo kama unamzamisha mtu, unamwambia ninakuzamisha kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, unamzamisha mara 3. Au kama umzamishi mara 3, unasema nakuzamisha kwa jina la Baba, Mwana. Kwa nini usimzamishe sasa? Unasema tu nakuzamisha kwa jina la Baba. Mbona umzamishi? Unamwacha, unamshikilia. Alafu unasema na la Mwana. Mbona umzamishi? Alafu unasema na kwa Roho, kwa jina la Roho Mtakatifu. Alafu ndio unamzamisha mara ya mwisho. Inamaanisha kwamba umemzamisha kwa jina la mwisho tu ambalo wewe unalisema ni la Roho Mtakatifu. Uwezi ukasema unajua injili ni uhalisia. Uwezi ukasema na kubatiza kwa jina la Baba alafu hujamzamisha. Eti umemshikilia. Alafu unasema na la Mwana hujamzamisha. Wakati mwenyewe umesema ninakuzamisha alafu umzamishi. Ni uongo. Bwana Yesu asifiwe. Yote hayo yanatokana na kutolijua jina. Ukiona askofu yoyote, ukiona nabii yoyote, ukiona mtume yoyote, ukiona mchungaji yoyote, ukimwona mwinjilisti yoyote, ukimwona mwalimu yoyote ambaye anasema na kubatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, alafu akuzamishi, analitaja jina la Baba hajakuzamisha, la Mwana hajakuzamisha, la Tatu hajakuzamisha, ujue huyo bado hajalijua jina hilo ambalo analotakiwa kumbatiza mtu kwa hilo. Jina ni hili moja tu la Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa maaskofu leo watapinga. Kwa nini wanapinga? Wanasema mimi nilifanyiwa hivyo, nilibatizwa hivyo na ninabatiza hivyo na ninawaambia watu ninafanya kazi ya Mungu. Sasa nitawezaje kurekebisha wakati dunia nzima ishaniona mimi nabatiza watu katika jinsi hiyo? Bwana Yesu asifiwe. Sasa wanataka kuficha uovu wao. Wanataka kuficha dhambi yao ya kutolitumia jina la Yesu. Ndio maana wanasema wale wanaosema jina la Yesu ni sawa na wao wanaosema kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni sawa tu, ni sawa tu. Wanataka kutudanganya kwamba zipo kweli mbili. Bwana Yesu asifiwe. Kweli iko moja tu. Kwa hiyo watu wote mliowabatiza hivyo wanatakiwa wabatizwe upya kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Hata wanafunzi wa Yohana walibatizwa upya kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Sasa kama wanafunzi wa Yohana walibatizwa, wewe askofu na wanafunzi wako, nyinyi ni kina nani? Bwana Yesu asifiwe. Neno litasimama, neno litasimama. Hayo yote yatapita, lakini neno litasimama. Haleluya! Neno la Mungu litasimama. Kama wewe ulihubiri vibaya, basi kweli itakuja na itasimama. Ili kutunza heshima yako ni kugeuka na kuirudia kweli. Bwana Yesu asifiwe. Kubali kugeuka, kubali kubadilika askofu, kubali kubadilika mtume, kubali kubadilika nabii, ili uweze kusimama na kweli. Kwa sababu kama hujasimama na kweli, kama hujakubali kugeuka, ni wakati Mungu atakuweka pembeni, kwa sababu Mungu anatembea na kizazi cha wenye haki. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Bwana Yesu akasema, mkawafundishe yote ambayo nimewaamuru, yote, sio baadhi. Bwana Yesu asifiwe. Tukasoma, tukaenda
kwenye ile Mathayo 5 tukaangalia mambo yote ambayo Bwana Yesu ametuamuru tulivyoanza somo letu mpaka tulipofikia kwenye ukamilifu. Tukazungumzia habari za ukamilifu. Bwana Yesu amesema muwe wakamilifu kwa sababu Baba yenu wa mbinguni ni mkamilifu. Sasa leo hapo watu wanatuambia mwanadamu hawezi kuwa mkamilifu, wakati Bwana Yesu anatuambia tuwe wakamilifu, na sisi tumeamua kumsikiliza Bwana Yesu. Kwa hiyo tunakubali mwanadamu anaweza kuwa mkamilifu na njia za kuwa mkamilifu, kwa sababu tumekubali kwa kupitia neno la Mungu tukajifunza mambo mengi yanayomsaidia mtu kuwa mkamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika ngazi hizo za ukamilifu, Bwana Yesu asifiwe, tuliona mambo mengi ambayo yanamsaidia mwanadamu kuwa mkamilifu. Tulisema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kumfanya mtu wa Mungu kuwa mkamilifu. Kwa hiyo watu wa Mungu wanatakiwa wawe na maandiko yote, wasipungukiwe maandiko. Na ndio maana mitume wakatuasa wakituambia, na neno la Kristo lijae kwa wingi mioyoni mwenu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukasoma kitabu cha Ayubu, tukaangalia mambo yanamfanya mtu kuwa mkamilifu, na mara ya mwisho tulisoma kitabu cha Zaburi, tukasema jambo lingine linalomsaidia mtu kuwa mkamilifu ni kutunza amani. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja tusome kidogo kwenye Zaburi alafu tutaendelea pale tulipoishia. Zaburi 37, Zaburi 37 na mstari ule wa 37. Zaburi 37:37. Zaburi 37 linasoma kwa jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Umwangalie sana mtu mkamilifu, umtazame mtu mnyofu, maana mwisho wake mtu huyo ni amani. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu limetuambia tumwangalie sana mtu mkamilifu, tumwangalie sana mtu mnyofu, maana mwisho wake mtu huyo ni amani. Kwa hiyo watu wakamilifu katika mambo yao wanayoyafanya, mwisho huaga ni amani. Ukiona mtu wa Mungu anafanya jambo ambalo mwisho wake ni vita, ujue amepungukiwa ukamilifu. Na ukiwa mambo yako unayoyafanya yanaishia vita, basi ujue hata kama wewe ni mkamilifu, ukamilifu wako utaharibika, kwa sababu mtu mkamilifu katika kila analofanya mwisho wake huaga ni amani. Kama ni vita, basi hivyo vita lazima atavishinda na mwisho atakuwa na nini? Na amani. Jinsi watu wakamilifu walivyo, amani kazi yake inamsaidia mtu wa Mungu kuwa mkamilifu. Kwa hiyo mtu wa Mungu anapotaka kuwa mkamilifu, ni lazima aitunze amani kwenye maisha yake, kwa sababu amani ndio itakayokukamilisha. Kwa mfano, leo hii umekutana na mtumishi wa Mungu, anataka kukuambia jambo la kukujenga kiroho, alafu wewe ukabishana naye, ukafanya mpaka amani ikaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Kesho ukagundua kwamba yule mtu wa Mungu alichokuwa ananiambia ni cha ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Tena ukajua ya kwamba mtu wa Mungu yule ana mambo mengi ya kunifundisha.
lakini hujamalizana naye vizuri, umemalizana naye kivita bila amani. Bwana Yesu asifiwe. Itakuwa ni kazi kurudi na kumwambia tena, hebu rudia kile ulichonifundisha siku ile nikabishana na wewe. Itakuwa ni kazi. Kwa hiyo kutokuwa na amani kutakufanya wewe ushindwe kuwa mkamilifu. Bila amani mambo mengi sana yanashindwa kufanyika. Hata swala la ukamilifu bila amani haliwezekani. Na amani inamsaidia mtu wa Mungu kuwa mkamilifu. Tafuteni amani na watu wote. Biblia imetuambia tafuteni amani na watu wote. Kwa nini? Kwa sababu amani ndiyo njia ya ukamilifu. Huwezi kuwa mkamilifu kama huna amani na watu. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa na amani, ile amani itakusaidia kukukamilisha wewe mtu wa Mungu. Watu wengine